Kanisa yaliyo ya kiroho na yasiyo ya kiroho. Tushawahi kujiuliza baada ya mifungo yetu kwenye miaka yote, ni wangapi wana shuhuda za kweli kwamba Mungu amewatendea katika hiyo mifungo? Ukija ukichunguza kwenye watu 500, watu ni wale wale wanaosimama kila mwaka kusema nimetendewa. Unataka kuniambia Mungu ameshindwa kuwatendea wengine ndani ya hilo kanisa? Mungu ameshindwa kuwajibu wengine ndani ya hilo kanisa? Je, tushawahi kuwa na mzigo na hao watu ambao wako kwenye kanisa wanaotafuta uso wa Mungu kubeba mzigo wako? Kwa nini watu hawa hawainuki, hawabadiliki, hawapokei? Ulishawahi kumwendea kama ni kuhani wa Bwana? Uliwahi kumwendea Mungu kumuuliza, kwa nini watu wangu wanafunga sana lakini hawabadiliki? Ili uje uwaambie kwa nini wewe ubadiliki, kwa nini wewe upokei. Iliwahi kutokea? Kanisa ina mzigo na watu wake, lakini pia wewe mwenyewe una mzigo na maisha yako. Bora tumejitayarisha nafsi zetu, lakini tuangalie. Fahamuni. Ndio. Siku ya kufunga kwenu tunatafuta fahamuni. Siku ya kufunga kwenu tunatafuta anasa zenu wenyewe. Ngoja kidogo. Anasema siku ya kufunga kwenu, kwa nini mchidui? Nimesema toka mwanzo, nimeona magumu kwa nazungumza, lakini leo Biblia inathibitisha kwamba watu wengi wanafunga kuangalia mambo yao, sio kwa ajili ya nani. Unaona ajibu, mnatafuta anasa zenu ninyi wenyewe, kwamba tuonekane sisi ni kanisa la walokole, tunafunga kila baada ya miezi fulani. Maana ni msingi wa kanisa letu, lazima tufunge sana, tuonekane sisi ni tumeokoka sana, tuonekane sisi tunajua sana taratibu sana za Mungu. Kwa ajili ya kwa wenyewe unaweza ukafunga. Ndio, ni mfungo wa namna gani? Wanafunga wengi wao kwa ajili ya kutafuta mambo yao binafsi, maisha yao binafsi, sio kwa ajili ya Bwana. Na kuwalekea wote watendao kazi kwenu. Tazama. Anasema hampokei kwa sababu ninyi mwafunga mpate kushindana na kulumbana. Ndio maana kuna mtu akimwona mtu amenenepa kama mimi, anasema huyu mtu mtumishi gani? Ni mnene na kitambi, inaonekana hafungi, inaonekana haendi kufunga, hafungi kavu, kwa sababu yeye ameona amekonda, anajua ndio amekuwa mtakatifu zaidi. Sikiliza, kila namna ya mwanadamu alivyoumba kuna neema yake. Wewe kama unafunga ili ukonde, ni unafunga kushinda njaa. Mimi sifungi ili nikonde, hata nisipokula na kula rohoni. Roho yangu ikishiba, mwili wangu umeshiba. Sijali na kula nini, sijali kwenye nini. Namna ambavyo namwendea Mungu na utafuta uso wa Mungu na sio vyakula. Na sifungi ili wengine wanione nafunga. Ninafunga Mungu anapotaka nifunge. Kama Mungu hajataka nifunge, au sio, ni sababu ya kufunga na kula kuku kwa mrija. Nifunga kama roho wangu usisikii kufunga na kula kuku kwa mrija. Maana simfungi mtu. Halo. Tena kula kule visia kula na kula. Na kupiga kwa ngumi ya uovu. Anasema kwa ngumi ya nini? Mashindano usiokuwa na lazima. Manake majibu ya watu wengi kwenye makanisa hawapokei hata baada ya mfungo, sababu wana roho za mashindano katikati ya mfungo wao. Wanashindana ndani ya mfungo, kuna vita vya wenyewe kwa wenyewe. Mbingu haiwezi kushiriki kati ya mbingu na mbingu, madhabahu na madhabahu, haiwezekani. Madhabahu ya kimungu inapigana na madhabahu nyingine ya giza, lakini madhabahu kwa madhabahu zinapigana zenyewe